Mkurugenzi wa huduma za maji kutoka Wizara ya Maji, Mteki Heri Chisute, ametoa wito kwa wamiliki wote wa mabwawa nchini kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya usimamizi wa mabwawa, hususan wakati wa changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la siku 3 linalofanyika jijini Mwanza, Chisute amesema lengo la kongamano hilo ni kuwajengea uwezo wa wamiliki wa mabwawa ili kuhakikisha usalama, uendelevu na utunzaji wa rasilimali. Kwa upande wake, mkurugenzi kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira NEMKI, Mena Njangu, amesisitiza umuhimu wa taasisi na kampuni zinazohusika na ujenzi au utengenezaji wa mabwawa kuzingatia sheria za uchimbaji wa madini na miongozo ya mazingira ili kuepusha uchafuzi na athari kwa mazingira. Mshiriki wa kongamano hilo kutoka kampuni ya uchimbaji wa madini ya Barrick, Zonatra Momb, amesema mafunzo hayo yameongeza uelewa mpana kuhusu kanuni zitakazoongoza katika hatua mbalimbali za utengenezaji na usimamizi wa mabwawa. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Kwa hiyo zile hali ya kwamba uhatarishi katika mazingira kwa mwanadamu na mazingira, kwamba tuko katika hali ya uhatarishi, kwa sababu mabwawa yetu bado yanafanya vizuri na hali yake yako salama. Lakini ndio tunapokuja kwenye mikutano kama hii sasa, ni katika kujengeana uwezo na kufanya maandalizi kwamba hata tunapofikia katika hali ya hatari tuweze kuzikabili na kuepusha madhara ambayo yanaweza kusababishwa na hatari yote ambayo inaweza kutokana na mabwawa. Mikakati ipo, ndio maana unaona hata leo mada ambayo ilikuwa inatolewa ni kwamba ni namna ya kuandaa mipango. Unaona, mipango ya kukabiliana na hatari, ya kuweza kukabiliana na hatari na kuchukua hatua ili kuzuia hatari. Kwa hiyo inashauriwa kwamba wamiliki wa mabwawa, taasisi mbalimbali pamoja na watu binafsi kuweza kuzingatia sasa miongozo iliyopo na kuweza kuandaa mipango ambayo itawezesha wao kukabiliana na hatari pale zinapojitokeza. Lakini la msingi ikiwa ni kwamba baada ya kuzingatia miongozo katika ile designing ya mabwawa mbalimbali, lakini pia kufanya ufuatiliaji na tathmini ya hali ya mabwawa hayo katika muda wote ule wa maisha hayo mabwawa. Maana kama unapofanya tathmini sasa, ni rahisi kugundua kwamba kama kuna kihatarishi chochote juu ya usalama wa hilo bwawa na kuchukua hatua madhubuti katika kuzuia hizo hatarishi. Jambo kubwa ni kwamba ni wadau mbalimbali na wamiliki, ni kwamba kuwa na ile mipango na kuchukua hatua za kuhakikisha kwamba yale mabwawa yetu tunaokuwa nao pamoja na faida zote za mabwawa, lakini yawe ni mabwawa ambayo sio hatarishi katika jamii yetu, kwamba waweke mipango mahususi ya kuweza kudhibiti hatarishi zote ambazo zinaweza kuhatarisha usalama wa mabwawa yetu. Teknolojia zipo mbalimbali. Mmoja hapo jambo ambalo kalizungumzia kwa sasa hivi ni kwamba serikali iliweza kununua mitambo mbalimbali. Serikali iliweza kununua mitambo mbalimbali kwa ajili ya kuwezesha uchimbaji wa mabwawa na ujenzi wa mabwawa hayo, lakini pamoja na kwamba kuwajengea uwezo wataalamu na wamiliki ili sasa waweze kufanya usimamizi wa mabwawa hayo. Kwa hiyo tuko katika hatua mbalimbali. Baada ya kupata mitambo, kuna maeneo mbalimbali, mkipita katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, kuna mabwawa mbalimbali yanajengwa, mabwawa makubwa, ile ya kiwango cha kati na madogo. Kwa hiyo yote ni katika kuwezesha tuwe na mabwawa mengi, lakini kikubwa kuwezesha upatikanaji wa huduma ya maji, lakini pia kuhifadhi hizo taka sumu ili zisije kaingia kwenye mazingira na kuleta athari kwenye vyanzo pamoja na mazingira. Kuwahimiza wadau wetu kuhakikisha kwamba wanafuata sheria za nchi, kwa sababu sisi chemba sio regulatory authority, kwamba yani sio wasimamizi wa utekelezaji wa sheria, ila vyombo vya utekelezaji wa sheria vipo kama NEMKI, kama Mining Commission, kama Wizara ya Maji. Sisi tu ni kuhakikisha kwamba yale yanayoelekezwa na vyombo vya usimamizi tunahakikisha kwamba wadau wetu wao wanazingatia. Hauwezi kutiririsha maji wakati wakijua kwamba hayo maji ambayo yametunzwa, kama kwa mfano ni maji ya kawaida ya mvua, haina shida, lakini kama ni maji ya kwenye yaliyotokana na uchenjuaji ambayo tunajua kwamba yana takataka, kama ni migodi ya dhahabu, yana kemikali, hayawezi kutiririshwa hata siku moja. Ndio maana tunasema kwamba wana monitor muda wote kuhakikisha endapo itatokea ajali kama ajali, kwamba labda kwa namna yote ama nyingine, labda imetokea tetemeko au nini, bwawa limekuwa na ufa ambao unaweza kutiririsha maji, hatua zinakuwa zimechukuliwa za kumonitor kila mara. Kuna monitoring boreholes ambazo kila mara wanachukua sampuli kuangalia, je, hii kitu inavuja, labda kuna maji around yanakuwa contaminated, na kama ni kweli hatua za haraka zinachukuliwa. Kwa hiyo unaposema kutiririsha, hakuna kitu kinachoruhusiwa kutiririsha, kwa sababu sheria inamkataza kutiririsha maji ya kuchafua mazingira. Kwa hiyo watu wanaweza wakasema chochote, lakini ukweli ni kwamba utiririshaji wa makusudi haupo, na kama imetokea ajali hatua zinachukuliwa mara moja, na ndio maana vyombo hivi
vya NEMKI, Wizara ya Maji na Tume ya Madini wapo kuhakikisha kwamba hiyo hali haitokei, kwa sababu ni jukumu la vyombo hivyo kuhakikisha kwamba watu, mali na mazingira havichafuliwi na hizi shughuli za kwenye migodi. Mabwawa yale ya kutunzia tope sumu kama kwenye migodi, kama ile mifumo haitakuwa sahihi, maana yake ile sumu itaenda kwenye vyanzo vya maji, sumu itaingia kwenye mashamba. Zote hizo ni athari ambazo unaweza kuzipata kama mifumo sahihi haijazingatiwa katika kuhakikisha bwawa linajengwa, bwawa linasimamiwa katika shughuli za utendaji na mpaka bwawa mwisho wake litakapokuwa limemaliza matumizi ya sasa. Majukwaa kama haya yana mchango mkubwa sana kwa kampuni kama Barrick, kwa sababu kwanza tunakutana na wadau mbalimbali ambapo tunapata utaalamu mbalimbali. Hatuamini kwamba tuna utaalamu wa kutosha, tunaendelea kujifunza siku hadi siku, lakini pia tunakutana pia na wanaotunga sheria ambao wanatusaidia kusisitiza sheria zipi ambazo ni muhimu zaidi, kutupa sheria ambazo zimebadilika, mabadiliko ambayo yamefanyika katika kuhakikisha kwamba wote tunaendelea kufuata sheria na kanuni ambazo zimewekwa na nchi yetu. Hivyo tunanufaika sana kupitia makusanyiko kama haya katika kuendelea kujiboresha na kuhakikisha kwamba tunaendana na kasi ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufanya kazi za uchimbaji ambazo hazileti madhara kwa jamii wala mazingira ambapo tunafanya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.